Mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 11 mwaka 2025, hatimaye mtangazaji wa CNN Larry Madowo ameweza kuzungumzia kutokana na video aliyoweza kuitengeneza yeye pamoja na wanahabari wengine wa CNN kuhusiana na visa vilivyoweza kutokea wakati wa maandamano. Hatua hii inaonekana kuwa ni pigo kubwa kwa uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa ukiendelea kuongozwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, documentary halisi inayozidi kuonyesha jinsi gani ambavyo hali halisi ya maandamano ya vijana Gen Z yaliweza kuingiwa na doa kipindi na wakati ambapo maafisa wa polisi waliweza kutumia nguvu kupita kiasi. Mtazamaji wangu, hivi sasa nawazi kwamba uongozi wa serikali awamu ya 6 wakati huo hivi sasa ikiwa ni serikali awamu ya 7 ni vigumu kujitetea kutokana na kile ambacho kimeweza kutengenezwa na CNN. Hivyo basi mtazamaji wangu, hivi sasa Jamhuri ya Tanzania, uongozi wa serikali awamu ya 7 unazidi kupata shinikizo la kimataifa kwa idadi kubwa, kwani video ambayo imeweza kuachiwa na CNN inazidi kudhihirisha wazi kwamba uongozi wa serikali awamu ya 7 hivi sasa ni uongozi wa aina gani mbaya kabisa. Uongozi huo unaonekana kukiuka haki za binadamu, jambo ambalo ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo bunge la Ulaya liliweza kutoa agizo kwa uongozi wa mataifa ya Afrika. Mtazamaji wangu, pia hatua hii inazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo kutakuwa na uchunguzi wa hali ya juu kwa uchaguzi ulioweza kufanyika kwa njia moja ama nyingine. Iwapo uchaguzi huo utaweza kupatikana au kuweza kuwa huru na haki, huenda ukaweza kulazimika kurejelewa rasmi. Ila ikumbuke kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuachiwa huru, kwani ni kiongozi ambaye Watanzania wengi wametokea kufurahishwa na manifesto yake kwa njia moja ama nyingine, jambo ambalo linazidi kumweka kiongozi nambari ya kwanza kushindana na Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Na ndipo ambapo ukweli unazidi kujitokeza ni kwa nini ambapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan asingependa kinyang'anyiro cha urais kiweze kuwepo na Mheshimiwa Tundu Lissu. Mtazamaji wangu, pia kutokana na kipande hicho cha video ambacho kimeweza kusambazwa katika mitandao ya kijamii na runinga CNN, hivi sasa kile ambacho kinazidi kutarajiwa ni uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa kutoa tamko lao kutokana na video hiyo. Moja kwa moja jambo hili litaweza kuharibu taswira ya nchi katika mataifa ya kigeni, jambo ambalo linazidi kuathiri pakubwa uchumi na hata mikopo ambayo Jamhuri ya Tanzania ilikuwa ikipata katika mataifa ya kigeni. Hivi sasa itaweza kuwa vigumu kwa taifa lolote lile kutoa mikopo kwa uongozi huu wa serikali awamu ya 7 unaozidi kuongoza Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo lazidi kuonyesha wazi kwamba kutakuwa na ongezeko kubwa la gharama ya maisha chini ya uongozi huo wa serikali ya awamu ya 7. Mtazamaji wangu, video hii ambayo imeweza kuachiwa na CNN hivi sasa imeweza kuacha mjadala mkubwa katika mitandao ya kijamii, kwani baadhi ya Watanzania waliweza kuamini kile ambacho uongozi wa serikali awamu ya 7 uliweza kuzungumza. Ila leo hii kutokana na kile ambacho ameweza kukishuhudia ama baada ya kutizama video hizo za runinga ya CNN, hawana imani kabisa na uongozi wa serikali ya awamu ya 7. Hivyo basi Watanzania wengi wanazidi kushinikiza kuwa jeshi la polisi katika Jamhuri ya Tanzania liweze kuzungumzia kuhusiana na utumiaji wa nguvu kupita kiasi ulioweza kushuhudiwa maafisa wa polisi wakiwa wanafanya. Pia
ni vyema iwapo itaweza kujulikana ni vitengo vipi vya maafisa wa polisi walikuwa wakishika doria kipindi na wakati ambapo maelfu ya vijana Gen Z waliweza kuaga dunia kipindi na wakati ambapo walipokuwa katika maandamano yao ya amani, jambo ambalo liliweza kugeuka kuwa pigo kubwa kwa idadi kubwa ya familia baada ya kupoteza jamaa na ndugu zao katika maandamano hayo yaliweza kuanza mapema tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 hadi mapema tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka 2025. Na mtazamaji wangu, kwa mara nyingine hapa hivi jambo ambalo linazidi kujitokeza ni kutokana na hoja ya uhuru wa maandamano, jambo ambalo vijana Gen Z walikuwa wanalifanya kulingana na katiba ya Jamhuri ya Tanzania, ila ukiukaji wa haki za binadamu ambapo iliweza kufanywa dhidi yao imeweza kuvunja mioyo ya wafuasi wengi waliokuwa wakifuatilia uongozi mzima wa serikali ya awamu 6, hivi sasa ikiwa ni serikali ya awamu 7. Vilevile mtazamaji wangu, kuna wito wa kulinda haki za binadamu, jambo ambalo mataifa ya kigeni hivi sasa yako mbioni kwa ajili ya kulinda haki za binadamu. Hivyo basi maafisa wote wa polisi walioweza kukiuka haki za binadamu lazima hatua kali iweze kuchukuliwa dhidi yao kwa njia moja ama nyingine. Hatua hii inazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo uongozi mkuu wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa utaweza kuiomba pakubwa, jambo ambalo huenda hata likaweza kumsababisha Rais Mama Samia Suluhu Hassan kujiuzulu, jambo ambalo Watanzania wengi hawataweza kutarajia, ila wataweza kufurahishwa na maoni ya sampuli hiyo. Na mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, video hiyo ambayo imeweza kuchapishwa na runinga CNN inazidi kuweka hofu kubwa kwa wananchi kutokana na kile ambacho viongozi wao waliweza kukifanya kwa njia moja ama nyingine. Hivi sasa Watanzania wengi wapo na hofu kwa uongozi ulioko madarakani, jambo ambalo linazidi kuonyesha wazi kwamba Watanzania wengi wataweza kuamini chama pinzani, chama Chadema, kwa yale waliokuwa wakizungumza dhidi ya uongozi wa serikali ya awamu 7 hadi ilipokuwa kipindi ikiwa ni serikali ya awamu 6. Kwa njia moja ama nyingine, hivi sasa Watanzania wengi hawana imani kabisa na kile wameweza kukishuhudia kwa vijana Gen Z walioweza kuaga dunia, wengine kuzikwa katika mahali fiche na sehemu za siri, na sehemu ambazo hazijulikani. Ila mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, itakuwa vema iwapo wewe hapo utaweza kutizama video hiyo ambayo imeweza kutengenezwa na CNN, na ikumbuke kwamba credit kubwa inazidi kukabidhiwa mwanahabari kutoka nchini Kenya ambaye ni Larry Madowo, ambaye aliweza kutuma ujumbe kwa Watanzania wote ya kwamba itakuwa vyema iwapo angeweza kumtumania vipande vya video na picha walizoweza kuzipiga wakati wa maandamano, matukio yote yaliyoweza kutokea, yaliyoweza kunaswa katika kamera, aweze kutumiwa. Mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo hapo utaweza kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.